Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Baraza hili liwe ni sauti ya wananchi, si uwanja wa migogoro, bali nguzo ya maelewano na ustawi wa jamii. Tumekwisha kuona viashiria maeneo mengine. Mwenyekiti anaingia kwenye kiti chake hiki, tayari ana target ya mtu anayetaka kuja kumshughulikia kwenye halmashauri. Ukifanya hivyo, ujue huyo mtu na yeye ana watu wengine ambao wanamtegemea. Hatari ya kufanya hivyo ni kutengeneza migongano ambayo itatufanya sisi viongozi tuchukue muda mwingi sana kusuluhisha hayo badala ya kuangalia maendeleo ya halmashauri. Kwa hiyo ni wasihi kila kiongozi atakayesimama kwenye nafasi hiyo, kwenye kamati au hiyo hapa ulipo mwenyekiti, basi tengeneza timu ya waheshimiwa madiwani na wataalamu hawa kwa kitu kimoja na kamwe msibaguane. Kadhia chache tumeziona, aidha kwa watumishi au kwa waheshimiwa madiwani, pale ambapo maslahi yako binafsi yanaposhindwa sasa kufikiwa, ndipo unapoanza sasa kutoa siri za vikao au siri za utendaji kwenye maeneo yenu. Ukifanya hivyo, unakuwa hauna tofauti na msaliti mwingine yoyote ambaye anatoa siri za ofisi yake. Kwa hiyo niwaombe kwenye eneo hili, tofautianeni kwa msimamo, lakini kamwe msivujishe siri za maeneo yenu au siri za kazi zenu. Fanyeni kazi kwa ushirikiano mkubwa sana na watendaji wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi amesema baadhi ya maeneo tunachelewa maendeleo kwa sababu ya kusikiliza na kushughulikia changamoto au migogoro ya uongozi kati ya diwani na mtendaji. Mimi kwa uzoefu wangu, ili kazi za halmashauri ziende, lazima mahusiano kati ya mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi yawe ya karibu na ya wakati wote. Wakati mwingine mpaka unadiriki watu wengine kukuona kwamba mbona mwenyekiti anaelewana sana na mkurugenzi. Hayo sio hiari, sio matakwa ya kihiari, ni lazima. Ili mwatumikie wananchi, mwenyekiti wa halmashauri lazima ahusiane na mkurugenzi, awasiliane na mkurugenzi wakati wote, wajadiliane, ndio maendeleo yanatokea. Kadhalika kwenye ngazi ya kata, diwani usipoelewana na mtendaji wako wa kata, kazi haziwezi kwenda. Mkizingatia Mheshimiwa Rais anashusha fedha nyingi sana za miradi kwenye maeneo yetu, msipoelewana na mtendaji na diwani, kazi za maendeleo kwenye kata haziwezi kusimamiwa vizuri. Na baadhi ya maeneo tumewahi kushuhudia baadhi ya madiwani hawaelewani na watendaji. Kama alivyosema mgeni rasmi, umekuja huko unasema naenda kumshughulikia fulani, kumbe yeye amewekwa kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria, na wewe vile vile umechaguliwa kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria. Tunaomba muwe kiunganishi chema baina ya wananchi na serikali yao, wananchi na halmashauri. Kamwe msiwe wagombanishi, kamwe msiwe chanzo cha migogoro. Nazungumzia hivyo kwa sababu huko nyuma tumeshuhudia baadhi ya migogoro ikiwa kwa namna moja ama nyingine imesababishwa na waheshimiwa madiwani. Naomba kwa waheshimiwa madiwani, nyinyi kamwe msiwe chanzo cha migogoro. Tunafahamu kwamba katika msuguano wa maendeleo migogoro haiepukiki. Basi kama kuna ulazima wa kuwepo migogoro, basi iwe ni migogoro ile inayoleta maendeleo, sio migogoro ile inayohatarisha usalama wa wananchi, inayoleta vurugu, inayogombanisha watu. Hapana. Kwa hiyo migogoro ambayo inaleta msuguano kuelekea maendeleo bora, hiyo tunaipokea, tunaikubali. Hata sisi madiwani tunapoenda huko kwenye kata zetu, hebu tujaribu kuishi vizuri na watumishi ambao tutawakuta kwenye kata zetu. Tujaribu kuishi nao, na tumewakuta hapa halmashauri, nadhani tumewakuta watumishi wengi tu hapa. Hakuna mtumishi anayehama kwa mgogoro.
na watumishi kila siku serikali inaajiri, lakini sisi tukienda kwa mkurugenzi, watumishi wengi wanaomba kuhama kwa mwaka maarufu na maarufu, mpaka tumeenda na mkurugenzi kulalamika kwa waziri na katibu mkuu, sababu wanaweza leo wakaajiriwa watumishi labda 100 walimu, wakaajiriwa watumishi waganga labda 100 na kidogo, watendaji kata wangapi, lakini kwa muda mfupi hakuna mtu anayetaka tabu. Lazima tujue. Sasa tukifanya shida kwenye kata, kazi ya mkurugenzi kuhamisha, wewe unabaki bila mtumishi. Tusikubali kuanzisha migogoro. Kwanza tukubali kusuluhisha. Sasa sisi ni wenyeviti wa mabaraza ya maendeleo ya kata, kwa hiyo ndio akina baba, na mimi ni mwenyekiti wa halmashauri ya Nyasa, kwa hiyo ni baba wa halmashauri. Kwa hiyo lazima tuwe tunasuluhisha, na kazi yetu sisi ni viongozi. Katika viongozi kuna makundi mawili, kuna wataalamu na viongozi. Kwa hiyo kazi ya wataalamu wanafanya kazi ya utaalamu, na kazi ya sisi viongozi tunafanya kazi ya uongozi kwenye makundi hayo, sababu katika makundi haya wataalamu hakuna idara ambayo haina wataalamu, ndio maana yake wameletwa. Kwa hiyo kama kuna changamoto tunakaa mezani kama alivyosema mjumbe mmoja, kwa hiyo tunasuluhisha, tunafikia malengo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.